Je, unawafahamu watu waliopuuzia sheria za ndoa hapa duniani? Shalom shalom. Karibu sana Lubundazi Insight, na leo ni siku ya pili katika lale ya Dorcas, ambapo leo tutaenda kuangalia katika kaa na familia, au katika neno la leo ambapo tutaenda kuangalia mifano ya watu waliopuuzia kanuni ya mawasiliano au kanuni mbalimbali katika ndoa. Naam, nikwambie tu video zetu zipo tayari YouTube za jana na za kila siku hapa katika lale hii ya Dorcas. Na mimi ni Amos Lubundazi kufanikisha matangazo haya, lakini usisahau kusubscribe Lubundazi Insight kwa ajili ya video na maarifa zaidi. Karibu. Kutoka hapa, mahali ambapo mioyo hukutana, imani huamshwa na matumaini hujazwa upya. Hapa tunakuja na maswali yetu, tunaingia na changamoto zetu, lakini tunaondoka tukiwa na matumaini, kwa sababu kila safari ina hadithi yake, kila moyo una vita yake, na kila maisha yana kusudi ndani yake. Na hii ni Lubundazi Insight. Tazama dunia kivingine. Imarisha maelewano nyumbani. Mambo muhimu yanayoimarisha nini jamani? Maelewano kwenye familia. Mwanandoa, ongea maneno yako wakati huna hasira. Kwenye familia huwa kuna changamoto zinazoingilia maisha. Kwa hiyo kama uko kwenye ndoa, wakati unapitia changamoto fulani, jaribu kuongea changamoto hiyo kwa mwenzi wako muda ambao huna hasira wala jaziba. Mfano ni huu. Hata kama mtu amekosea, tuchukulie mfano ni mke wako amekosea. Hebu sikia kwa mfano. Nachukulia mfano tu kwamba mke wangu sasa anaitwa Mama Mti. Sawa jamani? Nasema, Mama Mti njoo hapa. Alafu mwingine akasema, Mama Mti, ninakuomba uje kidogo. Unaziona hizo sauti mbili, utofauti wake. Usitumie nguvu kubwa sana katika, yani unataka kusuluhisha mgogoro au jambo fulani kwenye familia yako. Tumia maneno ambayo yatatia moyo hata mwenzio unapokuwa unamwandaa kumuita aje. Usitumie nguvu kubwa au sauti ya kutisha. Ongea na mwenzi wako kwa mazingira tulivu ambayo yatalinda mawasiliano yenu. Kuna vitu ambavyo hata ukizungumza kwa watu kama hapo unapozungumza na mwenzi wako huwa havina shida sana, vya kawaida, lakini kuna vitu vingine vinatakiwa vibaki kwenye familia, tena hata ndani ya familia, sio kwenye familia yote ifahamu. Ni baba na mama mnataka kuongea jambo fulani, tafuta mazingira mazuri ya kuzungumza na mwenzi wako ambayo yataleta kujenga heshima na kuwalindia yale mawasiliano yenu yasije yakaingiliwa au yakafahamika ama yakadukuliwa na watu wengine. Hii ni nzuri sana, inaimarisha nini jamani? Maelewano nyumbani. Tafuta mazingira mazuri ambayo yatatia moyo. Biblia inasema hivi, neno linenwalo wakati wa kufaa ni zuri kama nini, katika Misali 20:15. Hebu tusome hapo Misali 15. Biblia inashauri kitu hicho, inashauri 15:23. Neno linalonenwa wakati wa kufaa. Tengeneza mazingira ambayo utazungumza hoja yako vizuri na mwenzako atakuelewa kwa lugha hiyo nzuri. Hebu twende hapo kwa haraka jamani. Nani amepata? Na leo hamsomi. Misali 15:23. Naomba mumpe maiki huyu mama hapa atusomee haraka. Twende kwa haraka kidogo kwa sababu muda nao umekimbia kweli. Misali 15:23. Hebu somea hii. Soma hapo. Na hii ni Lubundazi Insight. Tazama dunia kivingine. Mtu ulifurahia jibu ya kinywa chake. Sawa. Na neno linenwalo wakati wa kufaa ni jema kama nini? Yaani ni jema kama nini? Tengeneza mazingira ya kuingiza hoja yako kwenye wakati mzuri. Acha yani hata kama kweli ni kosa, usimdhalilishe mwenzako. Hiyo inatia moyo. Wanandoa, nazungumza na familia ambazo tayari tuko kwenye ndoa jamani. Hata wale vijana ambao bado hatujaoa na kuolewa, tujifunze haya maisha yako hivyo. Lakini changamoto zitatuliwe mapema. Changamoto zitatuliwe nini jamani? Usirundike migogoro kwenye familia. Changamoto yoyote unayoiona,
shughulika nayo mapema, uitatue, uiondoe. Na unapotafuta namna ya kuiondoa changamoto hiyo, acha kuonekana kama yaani una shida, mpaka na watoto wanagundua mali lero uko sata kana to sata kunene ile huruma yote yake nena matakama lulu, yaani hata hautaki kueleweka, kila kitu hakieleweki. Jaribu kuficha, ficha zile changamoto zako zisionekane, mpaka ukamanwe na kila mwana au na mtu hata jirani. Jaribu sana kutengeneza mazingira ya kuficha changamoto zako wakati unapitia kwenye hiyo shida, na wakati unatafuta mazingira ya mawasiliano. Uongee na mwenzi wako wakati ambapo mmetulia, mnayazungumza, yanatatulika vizuri. Jitahidi kumfichia mwenzio madhaifu yake. Usizungumze habari za mume wako au mke wako kwa watoto au kwa watu wengine. Hata usifanye hivyo. Na hasa akina mama, wakati ameenda kwa shoga zake pale, enda kwa mashoga huko, labda wanasukana kubo hangwane baba hikabo beteli kubo hangwane. Wewe nyamaza, wewe umeenda kusukwa, tulia, maliza, rudi wapi jamani? Nyumbani. Maana Biblia inasema hivi, unapokuwa unazungumza na mwenzi wako vizuri, na wakati mnatatua huo mgogoro, inatia moyo kwamba mwisho wa huo mgogoro, ukitumia maneno mazuri, unaenda kuombana nini? Msamaha. Sasa ukitumia nguvu kubwa sana, hawezi akaomba msamaha mwenzako, maana utagombana kuanzia sentensi ya kwanza mpaka ya mwisho. Mwenzako hata hapati unafuu. Maneno machungu yanachoma moyo na kuumiza akili. Kwa hiyo jaribu kuepuka mambo kama hayo. Misali 25 fungu la 11. Misali 25:11. Hebu tusome hapo 25:11. Misali 25:11 ndio ni nzuri kama nini? Na hii ni Lubundazi Insight. Tazama dunia kivingine.